nimeona kurekodi kunaweza kusaidia kuliko live. Nitakuwa live saa 2, Mungu akinifikisha saa 2 kamili nitakuwa live. Tunachelewa kutokana na mambo fulani, lakini tutajitahidi leo tuyamalize hayo mambo mapema ili tuende live moja kwa moja. Ikifika saa 2 tu kamili tuwe live. Kwa hiyo ombi langu ni hilo. Kwa muda huu sina zaidi ya hilo. Nitazungumzia hilo, nitazungumzia yule mtu ambaye kipimo chake nishakituma TikTok. Si yule ambaye nilimwambia apumzike masaa 24, na leo tumepima vipimo viwili, majibu ndio hayo ambayo yapo. Nitazungumza nukta 2, na nukta ya 3 utakuwa ni ushauri ambao naweza kuutaja. Lakini usikubali kwa sababu unataka kupata chanjo. Hapana. Kama nafsi yako haitaki, kataa, kwa sababu tumeshajua, tumeshaweza. Mwenye shida atatutafuta. Lakini tunataka kuonesha kuwa kilichokuwa ndani ya nchi yetu kinaweza kutatua matatizo yetu kwa kiwango kikubwa kuliko hicho cha wenzetu ambacho tunakiona ni bora zaidi. Hiyo ni nukta ya pili ambayo tunataka kuonesha. Hatutaki kusema tunachojua, tunataka kuthibitisha tulichofanya. Kwa ni matumaini yangu, ukitafakari kwa kina, utaniambia Msigwa, chukua hatua. Utafakari wako ukiwa sio kwa kina, utakaa kimya. Lakini nimevuka kiwango. Na nukta ya 3 itakuwa kuzungumzia tofauti ya tafiti ya kimagharibi na tofauti ya tafiti ya nje. Kwa kuna barua hiyo tutaeleza faida za kuondoa mstari mmoja, faida zake ni zipi? Kuna swala la uchumi, kuna swala la saikolojia, kuna swala mengi tu tutaiweka kwenye barua ili katibu mkuu anaposoma aone kabisa njia ya sayansi yao ilivyofeli na madhara yake kwenye jamii. Lakini njia ya pili ambao wao wameasisi vile wamekubali, ndio maana wamesajili dawa, ndio maana wametoa vibali, faida yake na tija yake kwenye jamii husika. Kwa hiyo barua itakuwa inazungumzia hayo mambo ambayo nimeyataja. Kwa hiyo tunaambatanisha zile picha za kawaida, lakini video utakwenda YouTube na utakwenda TikTok kwenda kushuhudia kile ambacho tulikifanya. Unajua kuna kusema unachojua na kuna kuthibitisha ulichofanya. Kwa hiyo sisi tunataka tuithibitishie kwa mara nyingine zaidi ya mara 5. Tunaithibitishia wizara kuwa tumeweza. Sasa tunakuja kuthibitisha kwa dakika chache. Nikimaliza mambo yangu ya kijijini kwangu, nataka kushuka dakika. Yaani badala ya dakika 40 ishuke chini ya hapo. Kwa hiyo yangu kwa leo ni hayo, nimeomba hayo. Ni matumaini yangu utaniunga mkono, na usiponiunga mkono sintokuchukia, kwa sababu ni mtazamo wako, ni uelewa wako. Lakini hao tulikuwa tunawaomba. Leo namuona sasa hivi bwana mkubwa hapa wa Marekani anataka kusimamisha vita. Hali ni ngumu. Wale wenda wazimu wa Arabu walikuwa wanamdhamini pesa, na wao wako tabani. Kwa hiyo wakati wote vita inaweza ikasimama, na sisi tumuombe Mungu vita hii isimame, kwa sababu hali sio nzuri. Hata kama taifa la Mungu limepitisha watu kunyongwa, lakini tuombe Mungu vita ishi.